kwingineko ni kwamba tamasha ya kitaifa ya muziki na tamaduni zinaendelea kwa sasa katika shule ya wasichana ya Moi mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Tamasha hiyo ikitarajiwa kufanyika hadi tarehe 8 mwezi huu. Naam, asante sana Paul Kirobi ukiwa studioni. Ni sauti ambazo zimeanikiza hewani ambapo tunakujia mbashara kutoka katika kaunti ya Uasin Gishu hapa katika jiji la Eldoret. Kumbuka tuko katika shule ya upili ya Moi ya wasichana hapa katika jiji la Eldoret, na nyuma yangu ambapo naona ni maandalizi ambapo kuna tamasha za muziki ambazo zinaendelea katika kaunti hii. Kumbuka tamaduni mbalimbali kutoka kwa wakazi na tamaduni za kaunti mbalimbali zimekusanyika hapa katika tamasha hii ya muziki ya siku 9 iliweza kuanza tarehe 30 mwezi wa 11 na itaelekea hadi tarehe 8 mwezi huu wa Disemba. Na sitaki kusema sana manake ninayo kamati ya uandalizi ya tamasha hii ambayo watakuwa wananipatia mengi zaidi kuhusiana na tamasha hii ya muziki na tamaduni nchini. Nikianza na wewe mwenyekiti, habari ya asubuhi, huko mbashara katika runinga ya TV47. Pengine ni maandalizi gani ambayo mmeafikia katika tamasha hizi za muziki na tamaduni hapa katika jiji la Eldoret? Asante sana. Tamasha hizi ziko katika mwaka wa 98. Ni tamasha ambazo zilianza mwaka 1927. Mwaka huu ziko katika gatuzi la Uasin Gishu na haswa Eldoret City, na tunatarajia kuwa tutakuwa na kaunti 30 ama 32 ambazo zitahudhuria tamasha hizi. Leo ni siku ya tatu na already tumeona kaunti 18 zimewasili, zingine zinaingia leo na kesho. Tamati itakuwa gala ambayo Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ndiye atakayekuwa chief guest katika tamasha hizi. Pengine kauli mbiu ya mwaka huu ni gani na inatarajia kuendeleza tamaduni na kuhifadhi tamaduni za jamii mbalimbali kivipi? Mwaka huu ni nyuzi za utamaduni, urembo wa fursa. Tunajaribu kuonesha kuwa tamaduni pia zinaweza kuwa msingi wa kuinua ekonomi ya nchi yetu. Pengine naona tamaduni ama watu kutoka maeneo mbalimbali wamekusanyika hapa. Pengine ni vigezo gani ambavyo viliweza kutumiwa ili kuchagua hawa ambao watafika hapa katika tamaduni hizi za kitaifa? Tamaduni ni imekuwa devolved katika counties as an agenda in government, na kwa hivyo hii ni tamasha ambayo inatumwa kwa counties tofauti na wanakuja kuhudhuria. Kila county inaleta tamaduni zao ili nchi yote iweze kujua. Kama ni Kakamega, uondoe misconception ya kuwa Waluya wanapenda kuku, pia wako na muziki ambayo wanafurahia. Kama ni Central, sio mambo na biashara peke yake, pia nyimbo wako nazo, wako na chakula ambayo wanafurahia, na pia hizo ndio vitu ambazo tunaonesha katika tamaduni hizi. Asante sana. Pengine niweze kuungana na wewe katibu katika maandalizi haya. Paka sasa pengine ni maandalizi gani mmeweza kufanya ili kuhakikisha kuwa tamasha hii inaenda kwa njia inayostahili bila tashushu yoyote? In English, we have put in place measures to ensure that we have a successful festival. We began by having the county editions, which has now culminated into this event that is in place right now. We have set about 6-7 halls to enhance the delivery of this festival. We are going to showcase a mosaic of Kenyan cultures for the 9 days that will be around. Yes. Pengine mpaka sasa washindi pengine wanatarajia kupata vitu gani, ama ni vigezo gani, ama pengine watapewa tuzo gani mwishowe? Kama kawaida tuko na vikombe jinsi tunavyovijua ama zawadi mbalimbali, lakini kwa wale watakuwa enda kwa msingi ambao wamepita awamu ambayo inahitajika ama wamefurahisha wananchi vizuri, tuko na zawadi kutoka kwa
katibu wa kutumu katika wizara ya jinsia, utamaduni na masuala ya jamii, ambaye amewekea kando, na itakuwa ni tuzo ambayo itakuwa ikipeanwa siku ya mwisho ambayo itakuwa ni tarehe 8 wakati rais atakuwa anahudhuria. Yeah. Asante sana. Kila laheri katika maandalizi yenu. Kirobi, kikosi kizima ambacho kiko nyuma yangu na waona ni kamati ya uandalizi ya tamasha hizi hapa katika jiji la Eldoret. Tumesikia kuwa ni takriban kaunti 36 za tamaduni mbalimbali ambazo zinatarajiwa kufika hapa, na kufikia sasa ni kuwa tamaduni 18 ambazo ni kaunti 18 zimeweza kufika hapa, na zinatarajiwa tu kuwasilisha tamaduni zao kupitia nyimbo. Kumbuka ni maandalizi ya siku 9, yaliweza kuanza tarehe 30 Novemba, yataelekea hadi tarehe 8 Disemba, na unasikia kuwa siku ya mwisho ambayo ni gala event itakuwa inahudhuriwa na Rais William Ruto kuweza kutamatisha tamasha hii. Kirobi, tumeweza kukita kambi hapa katika shule ya upili ya wasichana ya Moi kufuatilia tamasha hizi, na kila dakika nukta na sekunde tutakuwa ange kuweza kumjuza mtazamaji wetu matokeo na matukio ya tamasha hizi, tabaka mbalimbali, makabila mbalimbali na tamaduni mbalimbali zinapoendelea kuwasilisha tamaduni zao kupitia nyimbo, ngoma na sanaa. Kwako Kirobi. Na asante sana Mike Kialo ukiwa katika maeneo ya kaunti ya Uasin Gishu, eneo la Eldoret, kwa kufuatilia taarifa hiyo kuhusiana na tamasha ya muziki ambayo inaendelea. Tukitoka